Niwaambie wauaji wote, hao watu mnaowaua, mnaowateka na kuwapoteza, hao watu hawakuanguka tu kutoka juu, hawakuanguka kutoka mtini, wana ndugu, na baadhi ya ndugu hao mpo nao kwenye mfumo huo mlionao na kwenye umoja huo mlionao. Kwa hiyo kuna watu mtakuja kuwaua ambao ndugu zao ni wale ambao mpo nao kwenye hiyo system. Sidhani kama ndugu zao ambao mpo nao kwenye system watakuja kuvumilia watakapoona utamuua ndugu yao. Mtaua tu, mnaua, lakini jueni kwamba kuna watu mtawaua ambao ni ndugu wa hao mlionao kwenye system. Na ndipo utakapokuja kuwa mwisho wa umoja wenu, mwisho wa kufichiana siri kwenu, haitakuja kuwa siri tena. Ndipo yatakapokuja kutimia maneno yanayosema kwamba mwisho wa ubaya ni aibu. Ushinde ubaya kwa wema, utakatifu mashakani. Katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa, Grace Shio, amesema licha ya viongozi wa chama hicho kwenda na picha ya askari wanayemtuhumu kuhusika na uvamizi wa Mparuka Saidi Nyagali maarufu kwa jina la Mdude, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai RCO mkoa wa Mbeya amekana kutambua kwa jina na picha ya askari huyo. Katibu huyo ameeleza hayo wakati akizungumza nje ya ofisi ya makao makuu ya polisi mkoa wa Mbeya baada ya kuandamana kutoka ofisi za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa hadi katika ofisi hiyo kwa lengo la kumshinikiza mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai RCO mkoa wa Mbeya awaeleze alipo Mdude kutokana na askari wake kutajwa kuhusika na shambulizi la Mparuka Saidi Nyagali maarufu kwa jina la Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake na kutoweka na muhanga na kwenda naye kusikojulikana. Kutoka kwenye ofisi ya RCO hatujaweza kutoka na majibu zaidi ya sisi kumpa hizi taarifa za kwamba mtu anaitwa Shabani askari huyu na mwingine Vedatus ambao wote wanafanya kazi katika ofisi yake wanahusika na hili tukio. Yeye amesema hamtambui huyo Shabani, amesema hamtambui huyo Vedatus. Kwa hivyo ametuachia sisi wananchi popote pale wa Tanzania. Picha ya Shabani imeweza kuonekana kwenye mitandao. Bahati nzuri huyo mwanachama wetu aliyezungumza naye amethibitisha kwamba huyu ndio Shabani ninayezungumza naye, nina namba yake ya simu, ndiye aliyekuja na Vedatus kuniomba nimpeleke kwa Mdude. Kwa hivyo hiyo picha itatembea kwenye mitandao. Tutawaomba Watanzania, tutawaomba askari kwenye vituo mbalimbali huko, kwa sababu huenda akahamishwa, huenda akapelekwa popote, lakini hata mlioko nje ya nchi, popote ambako mtamuona Shabani amebeba majibu ya Mdude alipo. Kwa hivyo sisi kwa sasa nikihesabu ni masaa karibu 38 toka Mdude anyamaze, mke wake asisikie sauti ya Mdude kuomba msaada wala kuzungumza chochote. Kwa hivyo huyu Shabani ana majibu na anaitwa Shabani Shalo, ana majibu ya wapi alipo Mdude. Ni masaa 38 yamepita kwa dimbwi la damu tuliloliona nyumbani kwa Mdude. Kila sekunde inayozidi kwenda sisi tunabaki na mashaka. Nizidi kuongea na wauaji wote, nizidi kuwakumbusha kama mtu wa Mungu. Kwa nini nazidi kuwakumbusha mara kwa mara wauaji wote ambao mko radhi kumwaga damu ya mtu ili mlinde vyeo mlivyo navyo, ili muweze kupata mali, kupata pesa? Kwa sababu ya hayo mmekuwa radhi kumwaga damu ya mtu yoyote na kuishusha thamani damu ya mtu mwingine. Lakini niwaambieni, hao watu mnaowaua ni watu kama nyie, na hicho mnachokitenda tambueni kwamba kitawarudia. Niwakumbushe tena katika maandiko haya ili msije mkaja mkawa na kitu cha kwanza kusema kwamba hatukusikia. Katika Mwanzo sura ile ya 9 mstari wa 6 maandiko yanasema, atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Maandiko yanasema kwamba atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu ya mtu huyo itamwagwa pia. Wauaji wote, mimi nataka niwaambie kwamba hicho kitendo mnachokifanya cha kumwaga damu za watu, jueni kwamba kitawarudia. Yaani hakuna jambo ambalo unalitenda ambalo halitakurudia wewe.
Mimi inaniuma sana ninavyoona nchi yangu ya Tanzania mahali ilipofika umwagaji damu. Watu wako radhi kumwaga damu za watu ili walinde vyeo walivyonavyo, ili waweze kulinda ulaji walionao. Kwa wako radhi kumwaga damu ya mtu yoyote. Watu wa Mungu, nataka niwaambie, hivyo vyeo mnavyolinda hamtavifurahia kwenye maisha yenu ikiwa mnavilinda kwa kumwaga damu za watu. Hizo mali mnazozitafuta hazitamezeka, hazitanoga ikiwa mtazipata kwa kumwaga damu za watu. Kwa nini msitende mema? Maandiko matakatifu yanasema, Kaini, ukitenda mema hutapata kibali, ukitenda mema hutapata kibali. Kwa hiyo njia isiwe ya kumwaga damu, isiwe ya kumwaga damu, ndio iwe njia ya kuweza kulinda vyeo mlivyo navyo. Njia ya kulinda vyeo mlivyo navyo ni ya kutenda mema tu, ni kuwa na utu na ubinadamu. Tanzania tumefikaje huku? Lakini jambo ambalo mimi nataka niwaambie ni kwamba kwa kinachoendelea Tanzania ni kitu cha ajabu sana. Na niwaambie wauaji wote, hao watu mnaowaua, baadhi ya watu mnaowaua wengine ni ndugu ya watu mlionao katika mfumo na system yenu hiyo ya kusema kwamba sisi tutakuwa tunaua tu. Mna umoja fulani, lakini niwaambie hakuna umoja wa waovu. Hakuna umoja kwa waovu. Alimadamu mnatenda uovu, mnafanya mabaya, hakuna umoja. Hao watu mnaowaua, mnaowateka na kuwapoteza, hao watu hawakuanguka tu kutoka juu, hawakuanguka kutoka mtini, wana ndugu. Na baadhi ya ndugu hao mpo nao kwenye mfumo huo mlionao na kwenye umoja huo mlionao. Kwa hiyo kuna watu mtakuja kuwaua ambao ndugu zao ni wale ambao mpo nao kwenye hiyo system. Sidhani kama ndugu zao ambao mpo nao kwenye system watakuja kuvumilia watakapoona utamuua ndugu yao. Mtaua tu, mnaua, lakini jueni kwamba kuna watu mtawaua ambao ni ndugu wa hao mlionao kwenye system. Na ndipo utakapokuja kuwa mwisho wa umoja wenu, mwisho wa kufichiana siri kwenu, haitakuja kuwa siri tena. Ndipo yatakapokuja kutimia maneno yanayosema kwamba mwisho wa ubaya ni aibu. Mwisho wa ubaya ni aibu. Kwa nini msiache? Naongea kama mtu wa Mungu na watahadharisha nyie wauaji. Nyie wauaji ambao mmejiimarisha kweli. Mnasema sisi hamna anayeweza kutufanya chochote, tunaweza tukatekeleza ubaya wowote na hakuna mtu ambaye anaweza katufanya chochote. Ni kweli, lakini wao umoja wenu, tambueni kwamba hawa wote mnaowaua, ndani ya wao umoja wenu wapo ndugu wa hao mnaowaua. Wapo ndugu wa hao mnaowaua. Siku mtakapokuja kugusa damu ya mmoja wenu katika system yenu, yule mtu hata kuja kuvumilia. Sasa mtakuwa mmepata faida gani? Hivyo vyeo havitakalika. Damu ya watu ni mbaya sana. Damu ya watu na kilio cha Watanzania wanacholia ni kibaya sana. Lakini mimi niendelee tu kutoa ushauri. Tukae chini tuzungumze. Utu ni bora kuliko vyeo tulivyo navyo. Ubinadamu na utu ni bora kuliko mali tutakazojikusanyia kwa namna yote ile. Ni bora tuangalie kwanza utu, ndipo mambo mengine yafuate. Raha ya mtu haipo katika wingi wa pesa alizonazo, haipo katika cheo kikubwa alichonacho. Raha ya mtu ipo katika usahihi wa anayoyafanya. Ukifanya kwa usahihi, ukitenda mema, utapata kibali. Utakubalika na watu wa aina zote, wa rika zote, na watu wa rangi tofauti tofauti. Neema ya Kristo iwe na nyinyote mtakaoyasikia maneno haya na kuyafanyia kazi. Amen.